jina lako. Ninapolinena nisinene kama mawazo yangu yalivyo, bali nikalinene kwa usawa ulioweka ndani ya maisha yangu. Asante kwa sababu utanitumia, na kila mmoja aliye hapa atabarikiwa na tutainuliwa wote mbele zako, na maisha yetu itabadilika kupitia neno lako. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba, kushukuru na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema naongelelea ujumbe unasema, ama kichwa cha ujumbe inayosema kumuinulia ama kumjengea Mungu madhabahu. Ya kwanza niseme madhabahu ni nini? Madhabahu ni daraja linalomuunganisha mtu na Mungu kiroho katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo tunaishi duniani imegawanywa kwa sehemu mbili. Kuna maisha ambayo ni haya ambayo tunayaona, ambayo ni maisha ya mwilini. Na kuna maisha ya kiroho ambayo maisha hayo haionekani kwa macho haya ya mwilini. So sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu uasilia wake, ama ili idhihirike katika maisha yako vile itakavyokuwa katika maisha haya tuko, inategemea ulimwengu wako wa roho uko vipi. Bwana Yesu asifiwe. So uhalisia wa mtu ama muonekano wa mtu wa kawaida katika maisha haya inatokana na ulimwengu wake wa roho vile ulivyo. Na mtu yoyote aliye ana madhabahu, huyu ndiye aliye na daraja ya kumsaidia kuingia katika ulimwengu huo wa roho na kudai ama kuomba Mungu na kumwamini Mungu kwa sababu ya uhalisia wa maisha ambayo tuko. Kwa hivyo mtu ambaye hana madhabahu ni kusema ya kwamba hana daraja la kumsaidia kuingia katika huo ulimwengu wa rohoni, ambayo ndiyo inadhihirisha uhalisia wako katika maisha ambayo tuko. Elewa hii ya kwamba vile uko leo, hivyo ndivyo maisha yako ilivyo katika ulimwengu wa rohoni. So ninapoongea habari ya kumuinulia Mungu madhabahu, nataka nikuonyeshe umuhimu wa kumuinulia Mungu madhabahu. Maana mtu ambaye hana madhabahu ni kusema ya kwamba hana mawasiliano na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema mtasema amen hata kama ni kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema amen hata kama ni kwa shida tu. Jilazimishe useme tu, labda hujazoea. Najua Sifuna akisimama hapa kila mtu atainua elio, lakini hata mimi mtainua kwa jina la Yesu. So nimekwambia mimi ni Masai na mimi ni jasiri. So usalimie mtu, mwambie lazima uelewe kile nasema. Mwambie maisha yako vile unajiona leo. Kwa mfano vile umevaa leo, kabla haujavaa hiyo nguo uko nayo, kwa mawazo ulikuwa umeona nikivaa hii nguo nitakuwa hivi na nitakuwa hivi, na ukaenda ukaivaa, na kwa sababu kwa mawazo yako kwanza uliona vile ukivaa vile utafanya nini? Utakuwa. Hivyo ndivyo maisha ya kiroho ilivyo. Vile ulivyo leo ndivyo maisha yako iko katika ulimwengu wa rohoni. So nataka unielewe vizuri ya kwamba madhabahu ndiyo inayotuunganisha na Mungu katika ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo tukikosa madhabahu ni kusema Mungu hana nafasi ya kutuzungumzia. Kwa mfano leo tumepata nafasi ya kulisikia neno la Mungu, maana kuna mmoja wetu ambaye ni Zabron Madhenge ametoa sehemu ya mali yake iwe madhabahu, mahali ambapo Mungu atatajwa. Mnanielewa vizuri jamani? Mahali ambapo nini? Kama yeye angetumika kupatiana sehemu hii ya kumwabudia Mungu, na msiseme huyu mzee mimi simjui, nimemwona jana. Kwa hivyo msiseme na msifu. Mimi naongea kile najua, maana mimi ni pastor na najua wachungaji wale mko hapa. Hakuna kitu inagusa pastor kama kusikia mtu anatoa kiwanja ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ama kama vile Sifuna umekuja hapa kuchangia hii jengo lijengwe. Hiyo kitu inagusa moyo wangu sana.
Na kuna Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwambie kula kitu ila kuzaga pasta. Kama akikuita mchango ufike utoe pesa. Hiyo inapendeza wachungaji. Ama pasta akuite ako na mchango wa kununua gari, ukifika pasta anaweza ishi akikuombeanga siku zote. Bwana Yesu asifiwe. So mimi huyu mzee simjui, nimemwona jana na ni mara yangu ya pili leo kumuona. Kwa hivyo ninapoongea siongei kwa sababu ya kumsifu. Ninasema kile amefanya imegusa moyo wangu, na kama imegusa moyo wangu najua imegusa mbingu. Na niko hapa kusema ya kwamba hii madhabahu iliyoinuliwa hapa itatetea hata taifa letu la Kenya, itakomboa taifa letu, itakomboa vijana wetu, itakomboa familia zetu, itakomboa hata biashara zetu, hata uchumi wa taifa letu. Na kama unaamini sema amen. Sema haleluya. Hebu pigia Yesu makofi mazuri na shangwe na vigelegele. So tumesoma habari ya mtu anaitwa Yakobo. Yakobo, Biblia inasema Mungu alimtokea akamwambia, enda urudi mpaka Betheli, uende unijengee madhabahu hapo. Maana mimi ni Mungu niliye kutokea ulipokuwa katika shida, ulipokuwa umekimbia ndugu yako. Wacha nikueleze vizuri ndio uelewe haraka. Takimbia kwa sababu ya muda. Jacob alikuwa anakimbia kwa sababu Esau ndugu yake alikuwa anataka kumuua. Genesis 28 verse 10 utasoma kwa muda wako. Jacob anakimbia aende ajiponye kwa mikono ya ndugu yake asimuue. Kwa nini anataka kumuua? Mara ya kwanza Esau amekuja akiwa na njaa. Yakobo amepika chakula cha dengu na chapati. Akiwa na njaa akamwambia nipatie chakula hicho nikule. Yakobo akamchezea karata. Akamwambia ukitaka nikupe hii chakula unipatie haki yako ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo vita ya uongozi na ukubwa na utawala haijaanza leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mtu mwambie wewe unashangaa nini? Unashangaa Sifuna akisema sisi ndio Sifuna. Hiyo ilianza kule kitambo. So salimia mtu mwambie hii iko na ni kumenyana. Yule atashinda ashinde na inakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Salimia mtu mwambie mumenyano iko kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anamwambia ukitaka nikupatie chakula hiki, unipatie haki yako ya uzaliwa wa kwanza, mimi ndio firstborn. Ndugu akarahisisha akaona kula tu chakula ya ndengu, chapati na ndengu na nikue. Awe firstborn na mimi ndio ni firstborn. Unajua aliona kama ni rahisi. Unaona kuna vitu unaona kama ni rahisi kubadilishana. Akamwambia kula. Naye jamaa akachukua. Kumbe kiroho imeshafanyika. Kwa nini? Ili itimie neno ambalo Mungu alisema, ninampenda Yakobo, nimemchukia. Kabla hawajafanya nini? Wahubiri wanaelewa hii mambo haraka. Kabla hawajazaliwa, Mungu alinena habari zao. Kwa hivyo hata sasa Mungu anazungumza na wewe. Si usalimie mtu mwambie Mungu anazungumza na wewe. Kabla hawajazaliwa Mungu anaongea habari ya Yakobo, anasema nimempenda Yakobo, nimemchukia Esau. Hawakuwa wamefanya chochote ati tuseme Esau alikosea ndio maana Mungu alimchukia, ama Yakobo alitenda kitu mzuri ndio maana alipendwa. Kibali hupeanwa na Bwana. Hebu salimia mtu mwambie Mungu ndiye hupeana hii mambo. So akakula chakula na akanyamaza. Akasema bado mimi ndio firstborn. Lakini hakujua tayari kwenye ulimwengu wa rohoni hiyo kitu imeshakuwa imetransferiwa kutoka kwake imeenda kwa Yakobo. Isaac baba yao akazeeka mpaka akapofuka macho. Siku moja akamwambia Esau, enda utafute mawindo, uwinde, unipikie chakula kitamu namna ile nipendayo, nikule na moyo wangu upate kukubariki. Biblia inasema ya kwamba Yakobo, mama yake Yakobo ambaye ni Rebeka, akasikia vile
Isaka ameongea na mtoto wake mkubwa ambaye ni Esau, na mama alikuwa anapenda Yakobo. Akamwambia Yakobo, nimesikia vile mzee baba yako ameambia Esau kijana wake mkubwa, hebu ifanya hivi, ingia ndani ya ile zizi la mbuzi, toa wanambuzi wawili walio wazuri, uchinje, ulete, nikupikie chakula kizuri namna ile baba yako anapenda, alafu akikula akubariki. Yakobo akamuuliza mama, itakuwaje na yule ndugu yangu ya Esau ako na manywele huku kwa mikono kama malaika, na sauti yangu pia haifanani na sauti yake, itakuwa namna gani? Akamwambia, we usijali, mimi nitakusaidia. Hiyo laana unaogopa ya mzee ama baba yako iwe juu yangu. Wakati alichinja, mama alimfunga ile ngozi kwa mikono hapa. Chakula kilipoiva akapelekea baba yake, akamkabidhi baba yake. Kwa sababu haoni, macho imepofuka,